kutafuta proper avenue kufanya application hiyo. Kwa hiyo implied ni kama nimeletwa application ya prerogative order without formal application. Kwa hiyo upande wa jamhuri tunaona kuendelea kuingia kwenye huu mtego wa kuzijibia hoja alizozileta kwamba authority hainifanyii hivi, hainipi hiki, hainipi haki ile, tutakuwa tumeingia kwenye mtego ambao pia tutaifanya mahakama hii itoe maamuzi au itoe orders ambazo sio sehemu yake. Hizi prerogative orders zinatolewa kwa maombi maalum kama ambavyo nimeiambia mahakama hapo tukufu, na utaratibu maalum ambao sasa pande zote mbili zitapata nafasi ya kusikilizwa. Utaratibu huo ukifuatwa, kweli yuko condemn, kweli sio nini, hivyo vyote si tumesikia upande mmoja kwa maneno na bila kusikiza upande wa pili. Kwa hiyo sisi tunaona kama kuna hayo malalamiko, basi sheria hii itumike kuweza kutoa hizo oda kama ikibainika kweli kuna kiongozi au authority fulani hajafanya majukumu yake iliyopewa kisheria, basi wawe compelled kufanya hayo majukumu, lakini kwa kufuata utaratibu mzuri na kila kitu kiko kwenye sheria. Otherwise, kwa kusema haya tuondoke huko tuje kwenye ombi la jamhuri. Mheshimiwa, shauri kama tulivyoeleza wazi, tulivyoeleza awali kwamba ni kwa ajili ya kutajwa mbele yako leo. Mheshimiwa, nahitaji kujibu alichokisema mheshimiwa, asiende tu. Nilikuwa mheshimiwa Mheshimiwa hakimu, Mheshimiwa, kwenye issue gani ndio nimeona umeelezea? Mheshimiwa, kwenye upande wa malalamiko dhidi ya jeshi la magereza, sisi tunaona ni hayo kwamba utaratibu ufuatwe ili wenzetu nao wapewe nafasi ya kusikilizwa nini jeshi kinaendelea, kuliko mahakama yako ikaingia kuamua kitu ambacho kisivyo na bila kufuata ule utaratibu. Sisi tumemaliza sema. Mheshimiwa, nimemsikiliza wakili wa serikali mkuu na naomba niseme kwa kifupi sana mheshimiwa. Ninajua utaratibu wa kuomba amri ya mandamus, sio kwamba nimeusahau au siujui. Sijaomba mandamu sio kwa sababu sijui. Mheshimiwa, nilisema wakati nazungumza kwamba kisheria mahakama hii ina retain control, effective control over the detainee or the prisoner. Nilisema mheshimiwa, you are a visiting justice. Nilisema nitakuambia kifungu ni kifungu cha 101 cha sheria ya magereza, kifungu kidogo cha 5. Every area commissioner
magistrate and justices of the peace shall be an ex officio visiting justices of all prisons within their respective areas of jurisdiction. Nachotaka, nimetoa taarifa to a visiting justice. Do your duty. Nimetoa taarifa. Wakili, umeelewa? Hii ni taarifa. Ningetaka maombi, ningeleta maombi. Yeah. Nimetoa taarifa to a visiting justice. Kwa hiyo umeelewa, wakili wa serikali? Mheshimiwa, mimi nilivyomuelewa tangu mwanzo ni hivyo, sababu kwamba alikuwa anataka kuwaondoa mawakili wake, lakini sasa maneno yakawa mengi na jinsi anavyoishi pale. Kwa hiyo wao nikasema kama yapo hayo anayoyasema, wapewe nafasi wenzetu waweze kuyasemea kuliko mahakama kuyaongea. Lakini kama ameiweka kwamba ni taarifa kwa mahakama ambayo itatembelea magereza, taarifa ijibiwi. Yaani sisi hata kama ilikuwa ni taarifa, hata mahakama yako ilikuwa haina haja ya kutuambia labda tuijibie, si ndio? Sababu halikuwa ombi wala haikuwa chochote. Kwa hiyo ni kama ni taarifa, mheshimiwa, tunategemea tu mahakama iseme imeipokea. Endelea wakili. Rejoin, you are rejoining. Ni hayo tu mheshimiwa. Ni hayo. Ni hayo. Kwa hiyo niseme katika hizo submission zako, kwa sababu ni taarifa, nimezichukua na zitafanywa kazi kiutawala, not judiciously,
administratively. Sawa sawa, ni sahihi kabisa. Mahakama hii imekuwa inafanya inspection, ukaguzi kwenye magereza yote, na personally as an in charge, mimi kama mfawidhi nimekuwa natembelea huko. Kwa hiyo tafanywa kazi kiutawala. Sawa sawa? Yeah, asante. Yes, twende kwenye maombi yako uliokuwa unataka kuyaleta. Ni yapi? Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, shauri hili kama nilivyoeleza awali kwamba linakuja kwa ajili ya kutajwa. Mheshimiwa, shauri hili lipo kwenye hatua ya kusomwa kwa mujibu wa kifungu cha 245 kifungu kidogo cha 6 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai Section 245 kifungu kidogo cha 6. Baada ya upande wa upelelezi kutekeleza maelekezo aliyopewa chini ya kifungu cha 245 kifungu kidogo cha 5. Hivyo kwa kutoa nafasi hiyo, tunaiomba mahakama yako iweze kuahirisha shauri hili mpaka tarehe nyingine ya kutajwa, tuje tuiambie mahakama sasa kama shauri limeshafailiwa mahakama kuu au vinginevyo. Umemaliza? Mheshimiwa, ni hayo. Lissu? Mheshimiwa, nashukuru. Tuahirishe tena hivyo inavyoombwa. Mheshimiwa, kama nilielewa amri ya mahakama ya mwisho ya tarehe 2 ya mwezi huu, ilikuwa mahakama yako tukufu Mheshimiwa iletewe taarifa ya upelelezi ulikofikia. Tuliambiwa siku hiyo ya tarehe 2 kwamba upelelezi uko kwenye hatua za mwisho. Leo tutakuja kuambiwa umekamilika au la. Sasa wakili wa serikali mkuu anaomba tuahirishe tena. Taarifa aliyoisema ni taarifa ya mdomo. Those are words from the bar. Hiyo sio taarifa ambayo iko envisaged kisheria. Mheshimiwa, mkurugenzi wa mashtaka, kwanza nianze na taarifa inatakiwaje, alafu tarudi kwenye hiki kifungu alichokisema 245(5) cha sheria ya mwenendo wa mashtaka. Hiyo taarifa
ambayo inazungumzwa kisheria, ambayo ilitakiwa iletwe hapa, ni taarifa ya upelelezi ambayo ipo kwenye kifungu cha 16 1 na 2 ya sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka, National Prosecutions Service Act. Which provision? 16 generally, but specifically 16.1 and 16.2. Mm. 16.1, Mheshimiwa, inampa mamlaka mkurugenzi wa mashtaka ya jinai na mawakili wa serikali hawa wa ofisi yake mamlaka ya kusimamia upelelezi wa kesi za jinai. Mheshimiwa, sheria inasema the DPP shall be the head of operations in relation to coordination of criminal investigations, head of operations. Ndio mkuu wa operesheni kwenye masuala ya uendeshaji wa upelelezi. Na mamlaka ya DPP ni mamlaka ya mawakili wake hao, kwa sababu sheria inasema kile ambacho DPP anaweza akakifanya kinaweza kufanywa vile vile na mawakili wa serikali walioko ofisini kwake, na wakikifanya mawakili wa serikali kitahesabika kimefanywa na DPP. And that is kwenye hiyo section 16.1 and 2. Sasa Mheshimiwa, subsection 2 inasema DPP na by extension mawakili wa serikali wana mamlaka ya kumwamuru huyo anayepeleleza, kumwamuru awape taarifa ya hatua ya upelelezi kufikia. In the exercise of powers, the director may require any authority mandated with investigative functions to investigate any criminal allegations that have come to the director's knowledge and furnish him with a report on the result of such investigations. And the director shall have power to order that investigation be conducted by an investigative organ named. Ana uwezo hata wa kuamua nani ndio afanye upelelezi, lakini ana mamlaka ya kuamuru nileteeni taarifa ya upelelezi. Hiyo taarifa ya upelelezi ndio tulitazamia kuiona hapa, sio maneno matupu ya wakili wa serikali.